TV ya Sibuka na Lindi Radio FM, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Nimejaa furaha sana kukutana nawe leo, siku kubwa ya pekee na ya ajabu kabisa, siku ya rehema na wema wa Mungu kwetu. Naamini kabisa Mungu amekupa uzima kwa kusudi, na hii ni muhimu sana. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu na kuzaliwa na mwanamke atambue umuhimu wa wema na upendo wa Mungu usioelezeka. Ninaamini kabisa shauku yako ni kusikia Mungu anataka nini kwako, lakini pia kwa ujumla kwa ulimwengu. Na wakati huu ni wakati mzuri sana wa kusikia neno lake takatifu katika kipindi hiki cha habari njema za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, aliyetujia kwa huruma na rehema nyingi na kutuokoa. Ningeomba tufunike macho, tuombe. Baba Mungu wa mbingu na nchi, mtakatifu mnaoishia na kumiliki, mfalme utukufu, Mungu wa pekee, mtenda maajabu, asante mno kwa siku ya leo njema ambayo umetujalia uwepo mbele za uso wako tukiwa hai, ili tusikie tena habari zako njema za ufalme wa mbinguni katika maisha haya tunapoendelea kuishi, kwamba tunapaswa kujua wewe. Asante mno, tawala maneno haya yapate kufanyika baraka, wokovu, ponyaji, uzima, faraja, matumaini kwa kila anesikia pale maneno haya yanafika na kusikika. Kwa jina la Yesu, anza nasi, maliza nasi kwa utukufu wa nguvu zako, katika jina la Yesu aliye hai, amen. Mimi naitwa Brown Abel Mwakipesile, mchungaji wa kanisa la Mlima West na pia askofu wa makanisa ya The Evangelistic Assemblies of God Tanzania iko Dodoma. Na mshukuru Mungu sana kunipa nafasi ya kumtumikia Mungu na pia kushirikiana wewe ndugu yangu kwa maneno haya. Leo tutatazama neno la Mungu juu ya nguvu ya Mungu ya kuokoa. Nguvu ya Mungu ya kuokoa. Tusome katika kitabu kile cha Wakorinto, sura ile ya Wakorinto wa kwanza, sura ya kwanza, mstari ule 1:18. Maandiko yanasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Au sisi ambao tunaokubali wokovu, kwetu ni nguvu ya Mungu, au tunashuhudia nguvu ya Mungu inayotenda kazi katika maisha yetu kuleta mabadiliko ya kipekee kabisa. Tutasoma andiko lingine katika kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza na mstari 1 ule wa 5. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Petro wa kwanza, sura ile ya kwanza mstari wa 5, maandiko yanasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Wokovu ulio tayari kufunuliwa. Nitasoma hayo, ni maandiko yetu mawili muhimu leo, lakini labda niongeze andiko moja katika Waefeso sura ya kwanza. Kitabu cha Waefeso sura ya kwanza, niongeze andiko moja hapo, alafu tuingie katika maneno ya Mungu. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 19, maandiko matakatifu yanasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Utendaji wa nguvu za uweza wake. Tunapozungumza kuhusu wokovu, katika baadhi ya akili za watu na mioyo yao, tunaposema mtu anaweza kuokolewa
akasamehewa dhambi zake na kuziacha, linaonekana kwa wengine kama ni jambo ambalo na kama kini macho tu, wala halina ukweli, wakitazama mazingira yanayowazunguka na ulimwengu unaoishi, jinsi ambavyo umejaa uchafu, machafuko na uovu wa kila aina katika jamii, na jinsi ambavyo watu kwa jitihada nyingi wamejaribu kuepuka uovu huu katika maisha yao, lakini wameshindwa kabisa. Baada ya kuepuka, ndio wamezidi kuharibikiwa na kuwa wahalifu wa kutisha katika uso wa dunia, lakini pia wakijiharibu maisha yao wenyewe na kujiletea madhara yasiyoponyeka. Lakini Mungu wa mbingu na nchi aliyetumba, anaposema katika neno lake, yeye si mtu au binadamu hata aseme kama binadamu akakosea, aseme uongo, ifike mahali ashindwe kutekeleza. Duniani wanadamu wanaweza kushindwa kutekeleza ahadi walizoahidi kwa watu, kwa soni wanadamu, lakini sio Mungu. Mungu ndiye muumba mbingu na nchi, ni mkamilifu. Hakuna nguvu nyingine juu yake inayoweza kumfanya kumkosesha au kumsaulisha au kumfanya shindwe kutimiza aliyosema. Na Mungu anaposema, anajua mwanzo mpaka mwisho wa kile anachosema. Ana uhakika wa kile anachosema kwa mwanadamu. Na ndio maana tunapozungumza wokovu, tunazungumza juu ya neno halisi, thabiti, la kweli, linalotendeka na kutimizwa katika nyakati zetu tunapoishi hapa ulimwenguni. Na tukijua Mungu ni Mungu aliyetumba, anayeweza yote, hatuna sababu ya kumtilia mashaka katika neno lolote analozungumza. Kumtia mashaka Mungu ni kumdharau, na kumdharau ni kumpuza. Manake unajua kabisa huyu hawezi chochote, na unapodharau unaonyesha wewe ufahamu wako ni mkubwa kuliko wa kwake. Kwa sababu yeye akisema ana ufahamu wa kutosha, yeye ndiye ufahamu wenyewe. Lakini mwanadamu una mpaka, una vipimo vya ufahamu, huwezi kufahamu kama Mungu. Sasa Mungu akisema, amesema, hakosei, habadilishi, hashindwi. Anazungumza anachojua na ana uwezo wa kukitimiza. Na mara nyingi Mungu anapokisema kwa mwanadamu, manake amesha kitekeleza tayari. Anapozungumza wokovu tayari utayarisha kwa ajili ya mwanadamu. Sasa ndio maana Mtume Paul, mtu ambaye alisomea sana mambo ya dini na kujifunza mambo mengi kuhusu Mungu katika maisha yake, chini ya walimu thabiti waliobobea kujua maneno ya Mungu, anazungumza maneno haya kwamba neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa ni nguvu ya Mungu, ni uweza wa Mungu. Nguvu ya Mungu anaitoa kwa ulimwengu kwa wale anaowataka, kama anavyosema wokovu. Na ndio maana anatangaza wokovu duniani kote, kwamba njia pekee ya maisha salama sahihi katika ulimwengu huu ni wokovu alioleta duniani kwa mwanadamu yeyote. Na wokovu sio dini, wokovu ni maisha mapya yatokayo kwa Mungu, inayoingia katika moyo wa mtu na maisha yake, kumbadilisha maisha na mwenendo, mtazamo na mwelekeo, kumleta kwenye mpango wa Mungu thabiti wa maisha aliyomuumbia kila mtu aliyemleta katika uso wa dunia. Mashaka na maswali mengi ambayo watu wanaleta kwa Mungu ni ya kujichelewesha tu, ni ya kujiletea madhara, kuchelewa bila sababu kufikia mahali pema ambapo Mungu amekuandalia.
Wokovu ndio njia pekee kabisa ya kukufanya uwe salama katika maisha yote. Lakini mbili, uwe na nafasi ya ushirika na Mungu wako wazi wazi bila kificho. Uwe na haki ya kumwendea, kumwomba lolote unalotaka wakati wowote, kwa sababu yeye pekee ndiye toshelezo la maisha ya watu. Na so Mtume Paul kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anasema hivi, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi. Wanaopotea, sikia neno hilo, wanaopotea. Manake yeyote anayepuuza habari za msalaba, yani habari za kifo cha Yesu, kuzikwa kwake, kufufuka kwake, anedharau kazi hiyo ambayo Yesu alikuja kuifanya, akaiona kama ni upuzi, ni maangamizi yake mwenyewe. Lakini Paul amesema kwamba aliyekuwa na uwezo, Paul alikuwa na uwezo wa kufanya uchunguzi na utafiti, ni msomi wa hakika wa kubabaisha, aliyehakikisha na kuhakiki yale alikuwa anajifunza na kuyasoma. Alithibitisha kwamba wokovu ni nguvu ya Mungu itokayo kwa Mungu kuja kwa mwanadamu na kumpa wokovu. Anasema yeye mwenyewe aliwahi kupuuza hapo nyuma. Aliwashambulia sana walioita wameokoka, tena wengine aliwaua kule Yerusalemu na sehemu nyingine, kwa kuwa aliona wanapuuza, wanapotosha. Elimu aliyokuwa ameisoma, alisoma kiakili, kiufahamu wa kibinadamu. Unajua Biblia ukisoma kwa kibinadamu utagundua kabisa kwamba haina uwezo, wala hutakutana na nguvu za Mungu. Lakini Biblia mara tu unapoazimia kuisoma kwa kusudi la kumjua Mungu, ili kwamba ulete shida zako kwake azishughulikie, ndipo Mungu hujidhihirisha kupitia yale maneno unayosoma, na anashuka katika maisha yako kuingilia kati mambo ambayo yamekushinda, yanakutesa. Anayabomoa na kuyaharibu na kung'oa kila pando au kila mzizi na kila kitu kilichoko ndani cha uharibifu, na kujenga maisha mapya yenye uwezo wake. Na ndio maana Paul anazungumza maneno haya kwa hakika, kwamba neno la msalaba, yani kuhubiri habari za msalaba, kutangaza duniani habari za msalaba, kwa wale wanaopotea ni upuzi, ni kitu ambacho ni cha aibu, kisichofaa. Lakini kwa wale ambao wameokolewa, wamethibitisha nguvu iliyomo ndani ya wokovu kupitia maneno hayo yanayohubiriwa. Kwa sababu maneno haya ni Mungu mwenyewe, ni kauli za Mungu kutoka katika moyo wake, akiueleza ulimwengu tambue njia ya usalama na kupona kwake, baada ya kuingia kwenye janga la uharibifu la dhambi na kushikwa na kutekwa maisha yao kuwa chini ya himaya ya Ibilisi. Njia pekee ni wokovu, na wokovu ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo ni neno la Mungu, ndiye habari njema, na huyo ndio anapaswa kusikiwa kwa kiwango cha juu katika vinywa vya wanadamu na masikio yao. Yesu ni nani? Ana uwezo gani? Alitoka wapi? Nini siri ya uwezo wake? Amefanya yepi yanayothibitisha kwamba kinachozungumzwa kuhusu yeye kimetendeka mahali fulani? Yesu alipotokea duniani, alipita huko na huko akihubiri habari za ukombozi kutoka mikononi mwa shetani kuja kwa Mungu. Watu mwanzo walifikia nazungumza kitu cha kawaida, lakini walipoanza kukubali, waliona nguvu ya Mungu inayodhihirisha uweza wa kiungu kinyume na nguvu za shetani na uharibifu wake.
Ibilisi ni muuaji tu, kazi yake ni kuharibu, ni kuua, ni kuchinja, ni kutesa, ni kuumiza watu walie, wajute kutokea duniani. Huo ndio mpango wa Ibilisi. Lakini Yesu alitumwa na Mungu kuharibu uwezo huo, kuvunja nguvu zake zote, kubatilisha maneno yake na fikra zake na matendo yake, kuleta maisha bora matakatifu yatokayo kwa Mungu katika moyo wa Mungu. Ndio maana tunapohubiri habari za ukombozi, tunapozungumza kwamba ni habari njema, tunazungumza wema wa Mungu kwa mtu ulikuwa umefichwa na Ibilisi, umefichwa katika fikira zake kwa kupumbazika kwa mtu. Unajua, mtu anapojifanya na jua ndipo anapopotea kabisa juu ya Mungu wake. Mwanadamu yoyote hajui chochote mpaka ajulishwe na yule wa hakika ambaye ni Mungu aliyemuumba. Yeye ndiye anajua maisha sahihi. Mungu aliyekuumba ndio anajua njia sahihi ya usalama wako, ndio anajua njia sahihi ya kupona na kujikwamua kwenye mitego, kwenye vifungo, kwenye minyororo. Sasa wokovu ni nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu ya kufungua vifungo vya waliofungwa. Umefungwa na magonjwa, umefungwa ufahamu, usitambue Mungu wako na njia ambayo Mungu ameitengeneza ya kutoka kwako mahali pabaya. Kufungwa uwezo wa kutenda mapenzi ya Mungu, kufungwa maisha yako yasiwe salama, vifungo vingi vya namna nyingi, kufunga akili. Akili unazotumia ni ndogo sana, na ni kwa neema zilingalipo za kutumia kusoma ile shuleni, angalau ujue kusoma na kuandika, ujue labda kuendesha mambo yako. Lakini kuna elimu zaidi ya hiyo, ya kujua utendaji wa shetani na uharibifu wake kwa manadamu, na alivyo mbaya machoni pa Mungu, asivyofaa, na jinsi alivyoshindwa vibaya mbele za Yesu pale msalabani. Hiyo elimu inahitaji nguvu za Mungu zinazopita katika na Mungu linalohubiriwa na mtumishi wa Mungu aliyejaa nguvu za Mungu. Si mradi tu. Maneno haya ni roho, tena ni uzima. Yanahitaji kuzungumzwa katika nguvu za kiroho za Roho Mtakatifu awe juu ya mtu huyo. Kwa napokuhubiri, na hakika kama unatega moyo wako, utasikia kama mishale inaingia ndani ya moyo wako na kuzibua fahamu zako. Utaanza kuona nuru kuu ya ukweli utokao katika neno takatifu la Mungu alilotuletea katika Yesu Kristo. Yesu ndiye njia na tumaini la hakika. Yesu ndiye wokovu wa kweli. Yesu ndiye anayefungua vifungo vyote vilivyomfunga mwanadamu. Nimezungumza vifungo vya magonjwa, vifungo vya dhambi, vifungo vya mateso mbalimbali, maonezi, vifungo vinavyompeleka mtu kwenye maangamizi. Anasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini Mungu anazungumza hekima ya mwanadamu ni upuzi mbele zake. Kwa nini? Ile hekima ya mwanadamu, ule ujuzi mwanadamu unaosema unaujua, labda una uwezo, ni upuzi, kwa sababu haukupi uwezo wa kukutoa kwenye matendo ya kishetani. Haukupi. Hata ungesoma kiasi gani, ile elimu haikupi uwezo wa kushinda dhambi, haikupi uwezo wa kumfukuza shetani, haikupi uwezo wa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Inakupa tu uwezo wa mambo ya dunia yasiyo na madhara kwako labda au kwa mtu mwingine, ya kupata elimu ya ufahamu ambayo ni muhimu. Lakini elimu ya Mungu ni zaidi ya elimu zote. Ungempata Mungu, ungekuta hata elimu ulionayo ingesafishwa, ingefanywa upya, ingetiwa nguvu, ungekuwa na ufahamu wa hali ya juu zaidi ya kile ulichosoma. Kwa sababu hekima zote
na ufahamu wote watoka kwa Mungu. Na ndio maana tukirudi kwa Mungu tutashangaa mabadiliko makubwa katika maisha yetu. Wakati ibilisi tunapotupa kule na kumpinga, utapewa uwezo wa kumkataa shetani. Utapewa uwezo wa kukataa ukahaba. Utapewa uwezo wa kukataa na kutoka katika uchawi. Ujaona uchawi ni kama ni sura ya ibilisi kabisa. Ni maisha yasiyofaa, maisha machafu, maisha ya uharibifu, maisha ya kutupwa jehanamu, maisha ambayo mtu hakuumbiwa kabisa. Unajua ukuumbwa kwa mtenda dhambi, uliumbwa ukiwa safi. Maandiko yanasema tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu sio mwovu, sio mlevi, sio muhuni, sio kahaba. Mungu sio jambazi. Mungu sio mtenda maovu, sio dhalimu. Mungu ni mwema, tena mwema sana. Mwema kwa ulimwengu, mwema kwa walimwengu, mwema kwako. Na ndio maana ameleta habari hizi njema za kwamba Yesu anakupenda. Kazi aliyoimaliza msalabani ilikuwa kamilifu. Kuwezekana kabisa kumtoa mtu katika vifungo vya dhambi na nguvu za uovu. Hii ni kazi ya Yesu aliyomaliza msalabani. Alipomshinda shetani kabisa, akamwondolea uwezo wake wote anaowatishia wanadamu. Ibilisi anajua kuliko kwamba alishashindwa. Anajua kwamba hawezi kabisa kuzuia nguvu ya Mungu kama utairuhusu kwako. Anachofanya shetani kuondoka, kwa sababu ibilisi akijaribu kuzuia chochote anachotaka Mungu ni kupigwa, ni maangamizi, ni madhara, ni hatari. Na hii shetani anajua hawezi kuthubutu kushindana Mungu. Alishashindwa tayari. Aliwekwa chini ya minyayo za Yesu Kristo, na Yesu akatukuzwa juu kabisa, ili kudhihirisha wazi kwamba yeyote atakayemwamini Yesu na kutubu dhambi zake zote asamehewe, aokolewe na nguvu ya dhambi mtoke ndani yake, apokee nguvu mpya yenye uwezo wa kuishi maisha safi matakatifu mbele za Mungu, na kuwa tayari wakati wote ambapo Kristo atadhihirika kuja kuwachukua walio tayari duniani, kutimiza, kukamilisha, kutia muhuri wokovu ambao mwanadamu aliupokea tayari duniani. Ndio maana Paulo anazungumza, alihakikisha kwamba ndani ya msalaba, kazi ya injili iliyopatikana, kifo cha Yesu, kufufuka kwa Yesu, kulimaliza mambo ya ajabu ya kutisha. Mateso ya Yesu, alikuwa ameyachukua mateso ya wanadamu wote. Ndani ya mateso ya Yesu kuna kitu cha pekee. Mateso aliyoteswa Yesu msalabani ndio uliostahili wewe mwenye dhambi na mimi nilipokuwa mwenye dhambi kuteswa kwa sababu ya madhambi yangu, kuadhibiwa, kuhukumiwa mbele za Mungu. Lakini asante Mungu kwa rehema zake, kwa huruma zake, alijua mwanadamu alivyobebeshwa mizigo ya dhambi na shetani, na kwamba mwanadamu amerubuniwa, amedanganywa, alizidiwa akili zake, kwa sababu hakutaka kusikiliza Mungu, akamsikiliza shetani. Kama wewe unavyosikiliza shetani zaidi, unaweza kusikiliza mambo ya hovyo zaidi kuliko ya Mungu. Ungeitwa kusikiliza mambo ya Mungu, ungesikia kama unachoka, kwa sababu ibilisi anakuwepo hapo kukuondoa. Hataki usikia habari za Yesu, kwa sababu anajua habari za Yesu ni hatari. Zinabadilisha maisha watu na kumfanya mtu mpya na kumpa nguvu za kiungu. Huyo mtu anakuwa na uwezo juu ya shetani. Wakati alikuwa chini ya shetani, wanabadilisha. Shetani alikuwa juu, unapokwenda kwa Yesu unapandishwa juu ya shetani, shetani awekwa chini.
unakuwa na uwezo wa kumwamrisha, unakuwa na uwezo wa kumpinga, unakuwa na uwezo wa kuondoa chochote alichoweka kwa mamlaka katika jina la Yesu. Unapomwita Mungu, unakuwa na haki ya kusikilizwa na Mungu. Unakuwa mtoto wa Mungu nyumbani mwa Mungu. Unakuwa furaha ya Mungu katika nyumba ya Mungu. Unakuwa sifa za Mungu katika nyumba ya Mungu. Unakuwa kitu au mtu wa kujivunia Mungu. Mungu anajivunia. Mungu aliwahi kujivunia watu wengi duniani. Alijivunia watu ambao waliishi maisha matakatifu duniani kama akina Ayubu, maisha ya haki. Ibilisi alipojaribu kuwashawishi watende maovu, walikataa. Waliishi maisha ya kumcha Mungu. Waliishi kwa kumpendeza Mungu, mpaka Mungu akajivunia mbele ya shetani. Wakati shetani azurura anatafuta watu awaharibu, akakutana Mungu. Mungu akamwambia, je, shetani unatoka wapi? Aitaka tu amuulize, sio kwamba hakujua anatoka wapi, alijua ni mzururaji Ibilisi. Ni kama fisi anatafuta mifupa ya kuvunja ale. Umetoka wapi? Akasema, natoka huko na huko humo. Akamwambia, umeona mzunguko, umemwona mtumishi wangu Ayubu kwamba ni mtu asiye wa kipekee, anayenicha wala hana mfano mtu mwingine duniani. Asa Bwana anakucha bure. Umebariki kazi zake, umempa watoto wazuri, mali nyingi, umemjaza kila kitu, hana shida tena. Lakini zaidi sana umemzingira. Hata nikijaribu kuja huko nashindwa kupenya popote. Umemwekea ukuta usiopenyeka. Unaona Mungu anavyofanya? Unapookoka, Mungu anakuzingira kwa kuta zake, kiasi ambacho Ibilisi hawezi kupenya. Hata akija na bounce, anakutana na kipigo. Pale unaposikia mtu anasema naumwa, anasema mbona sana naumwa? Ile ni kama tu mkwaruzo. Lakini kusudi la shetani kwa ni kusaga uyeyuko, potelee mbali. Sasa kwa sababu vita ambavyo unakuwa pamoja na Mungu, unahisi tu kumkwaruzo wa Ibilisi ambao unayeyuka hapo. Wakati mwingine Mungu anaruhusu shetani sana, anasema una upendeleo. Huyu akupenda, anakupenda kwa sababu 1, 2, 3. Anasema ngoja nikuruhusu. Huyu anipenda sio kwa kubabaisha. Hata ungemjaribu hata kusikiliza. Hata ungemsonga vipi hata kufuata. Jaribu. Ndio maana tunajaribiwa. Hilo ni jaribu, lakini huku unathibitishwa kwamba umepimwa, umethibitika kwamba wewe ni safi. Umethibitika, sio kwamba umefuata kwa kumbo tu kwamba ukitishwa basi utageuza msimamo. Hapana. Umeamua kwa sababu unakuwa na nguvu itokayo kwa Mungu, iliyokubadilisha, iliyokuvaa, uliyoiamini, uliyoipokea. Biblia inasema tunalindwa. Tumesoma katika Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 5. Anasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Tunapoweka imani kwa Mungu, nguvu ya Mungu inatuvaa, inatuzingira, inatumiliki. Tunakuwa mali ya Mungu, vyombo vya Mungu, watoto wa Mungu, wa furaha ya Mungu. Tunapewa uwezo kwa nguvu ya imani hiyo kupinga, kuharibu kazi za shetani, kuzibomwa na kuziangamiza. Ndio maana unaweza kuwa na uwezo wa kuamrisha, ukaweka mkono juu ya mgonjwa akapata afya, wewe mwenyewe ambaye ulikuwa unashindwa. Kwa nini? Umebadilishwa. Wokovu ni mabadiliko ya kiroho yatokayo kwa nguvu za Mungu za kipekee. Hii ni nguvu ya aina ya pekee ya wokovu. Unaokolewa kweli kweli ukiwa duniani. Unakuwa na ushindi. Kwa nini? Yesu alishinda shetani hapa duniani. Ndio maana wokovu tunaopokea hapa duniani, sio mbinguni. Tunaukiri hapa tukiwa hai, tukiwa na afya zetu, na masikio yetu yanasikia vizuri, na akili zetu zinapokea vizuri, tunaelewa tunachofanya. Wokovu sio maigizo. Wokovu sio mtindo tu,
ni maisha ya mabadiliko ambayo mtu anabadilika na kupewa maisha mapya yenye nguvu mpya kutoka kwa Mungu. Kwa mchana wa leo na kuhubiri ndugu yangu kwamba muamini Yesu Kristo. Pokea habari njema. Yesu alimaliza nguvu yoyote ya shetani inayokutisha katika maisha yako. Unaweza kubadilishwa ukikubali kwa moyo wako wote. Yesu atakubadilisha. Yale ambayo umesema ni magumu kwa Yesu ni kitu kidogo. Ni magumu kwa sababu hutaki kuamua na bishana. Lakini mtu mmoja mwenye akili anaweza kumtazama mtu mwenye mamlaka na uwezo wote, akimwambia atamsikiliza, atafanya, na mwisho atathibitisha ukweli wa yale aliyoambiwa. Maandiko yanasema muonje Yesu, uone, mkubali kwamba hebu ngoje nimkubali Yesu. Mbona anahubiriwa duniani kote tena kwa nguvu zote na maelfu wanakusanyika wakimfuata? Hebu na mimi leo nifanye maamuzi, nimkubali, nimuonje, mwambie Yesu njoo, ninamaanisha hasa unibadilishe, nimechoka na madhambi. Madhambi ni sumu, ni madhara, ni aibu, ni fedheha. Ukimkubali Yesu utasafishwa, utafanywa upya, utatakaswa, utafanywa mtoto wa Mungu. Hii nguvu ni ajabu. Nguvu iliyotoka pale msalabani Yesu alipokata roho, alikatangaza akasema imekwisha. Manake tabu ya ulimwengu imeisha. Yeyote sasa atakayeamini kazi aliyomaliza Yesu na akaikubali kwamba Yesu alikufa kwa ajili yangu, atashuhudia nguvu ya ajabu ikishuka ndani yake, ikimbadilisha, ikimpa mwelekeo mpya na furaha timilifu katika moyo wake. Leo ukikubali utashuhudia haya. Tunahubiri kwa sababu tunajua inatokea, na tumeona wengi waliokuwa wameshindwa, walikuwa na kiu kuachana dhambi, wamechoka kuteswa na ibilisi. Tulipohubiri, walipokubali, walishuhudia wema wa Mungu, mpaka wakasema kwa kweli nahitaji kumshukuru Mungu. Mpaka wengine wakaenda kutoa na sadaka makanisani mwao. Kumshukuru Mungu, amewaokoa, amewarudisha nyumbani mwake. Unajua dhambi manake tulitoka kwa Mungu tukaenda kwa shetani. Wokovu manake tunarudi nyumbani kwetu kwa Mungu Baba. Unapokuwa mikononi mwa mtu mgeni asiyekuzaa, asiyekuumba, lazima utateswa, kwa sababu hana manufaa na wewe, hana faida. Na hasa mtu ambaye amehukumiwa kwamba atatupwa motoni, anapokuona wewe anapoona kwamba maisha mengine yameletwa na Mungu ya faida, manufaa ya mtu kuishi maisha mikononi mwa Mungu, alafu awe na matumaini hakika wakati wa mwisho kuingia mahali pa raha mstarehe, anakuwa na wivu. Kwa wivu, shetani na wivu unaowaka moto. Kwa nini? Amekataliwa milele kwa wasi wake, kiburi chake, kujipandisha kwake. Shetani mwovu, na ndio maana leo udanganya watu wanaweza kuwapa kiburi, hata wasisikilize, wasitii wanachoambiwa chochote. Hata katika maisha ya kawaida watu wanalalamika, huyu jamaa na kiburi. Ni roho ile ile ya shetani. Huyu mtu mwana asikilizi, ni roho ile ile ya shetani. Sasa unaweza kumwambia mwingine asikilizi wakati wewe mwenyewe umsikilizi Mungu. Mungu akisema nao unapinga. Unatafuta vitu rahisi ambavyo wewe akili yako inakubali. Injili ya Yesu Kristo tunaenda na kupokea kwa kusalenda, kuinua mikono yetu juu, kwamba Mungu, mimi nimeshindwa kwa kila chochote kichoko duniani, sikiwezi. Maisha yao kwangu ni magumu, na sasa nakubali unavyoniita, naomba uje kwangu unibadilishe. Hapo ndipo Mungu anaona ule moyo wa unyenyekevu na utii.
Kwa hiyo Mungu ndiye anayejua utaenda wapi, utatupwa jehanamu. Anajua iliyopangwa kesho yake. Mengine unaviziwa na ndugu zako au rafiki zako. Ujaona watu wanaua watu wengine kwa sababu ya wivu au kwa sababu ya mali au madhambi. Wengine wanafumaniwa, wanauawa vibaya. Hizo ni kazi za shetani. Na shetani anasababisha, hii ni njia yake ya kuteketeza kizazi duniani, kifutiliwe mbali. Alafu wote wanaokufa wafe dhambini, wasimuone Mungu. Kwa sababu mtu akifa dhambini bila wokovu, akafa na kidini, wakamfundisha, wakamzika kidini bila wokovu, amepotea milele jehanamu ya moto. Unapokuwa hai, ni nafasi ya pekee ya thamani ya kufanya maamuzi kupatana na Mungu wako kabla ya kifo chako, kabla ya hukumu inayokuja. Unakumefanya maamuzi ya maana ya hekima, na hiyo hasa ndiyo hekima. Neno la msalaba linatupa hekima, ndio hekima ya Mungu ya kumshinda shetani. Shetani wakati anachochea makuu wa dini wamuue Yesu na watu kadha wa kadha, shetani anajua kabisa, hapa nampata, nimempata Yesu. Lakini kumbe Mungu alitegea. Yesu alikuja achukue madhambi yetu yote, yakatwikwa juu yake, katika ufahamu wa kiroho usiouelewa. Yesu alipokuwa anapambana na shetani msalabani, alikuwa amejitwika madhambi yote duniani na maguvu yote ya dunia ya uovu ya shetani na magonjwa yote na udhaifu wa kila aina, katika mwili wake ambao alivaa wa kibinadamu, aliopatwa kwa kuzaliwa na Mariamu. Alizaliwa hivyo ili achukue miili yetu, ajifunze maisha tunayopitia, na kwa nini anatusumbua na kwa nini tunashindwa. Ni njia ipi afanye ambapo tukimkubali na kumkataa shetani, tuweze kuishi duniani kwa maisha hayo yenye ushindi, kama alivyoshinda yeye miaka yote ile 33. Kwa ndio maana unapozungumza wokovu, ni maisha aliyoyaishi Yesu hapa duniani. Alithibitisha nguvu mbaya dhambi ilivyo na mateso, akajitwika madhambi na machungu ya dhambi. Yeye hakutenda dhambi, isipokuwa alichukua madhambi ya shetani, alikusanya katika mwili wake. Alipokuwa anapigwa mijeredi ile karibu 39, karibu viboko 100 400 na ngapi huko mbele, alikuwa amechukua madhambi yetu yote, madhaifu yetu yote, matakataka yetu yote yanayomchukiza Mungu. Kwa Yesu akafanywa dhambi kwa madhambi yetu, na kwa kuwa alifanywa madhambi, ikabidi sasa ahukumiwe kama mwenye dhambi aliyebeba madhambi ya watu wote. Na ndio maana wakati ulipofika mgumu sana, alipiga kelele kwa sauti kuu, E Mungu wangu, mbona umeniacha? Aliona uchungu wa madhambi na nguvu ya shetani inavyoumiza na mateso ya milele ambayo mwanadamu ataipata. Yesu akachukua na kwa ujasiri akapanda msalabani, akapigana katika ulimwengu wa roho usioonekana. Walipokuwa na ponda nyundo misumari katika mikono yake, walikuwa napiga mwili wake unateswa. Maanake tulikuwa tunapigwa katika Kristo. Yesu alitukusanya katika moyo wake. Kwa wakati anapigwa, alikuwa anapigwa badala yako, badala yangu. Alikuwa anaumizwa, majeraha ya kutisha, damu zilikuwa zinaruka huko na huko, maumivu ambayo huwezi kustahimili. Kifo kile hakikuwa cha kawaida, cha kutisha. Na Ibilisi aliridhika kwamba kwa kweli kama ni kumtesa, nimemtesa Yesu. Lakini Yesu alikuwa anachukua mateso yale bila kutenda dhambi mwenyewe kama dhambi hayo. Akabeba kama mizigo kwenda pale msalabani, ikapigwa pamoja naye, akaadhibiwa na madhambi, akavikwa taji ya miiba, akatemewa mate, akapigwa makonde, wakamchoma mkuki ubavuni,
wakafanya kila walichotaka kufanya. Kumbe wanafungulia nguvu ya Mungu kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Hiyo ndio maana inawezekana kuokoka sasa. Unabisha bure. Kitu alichofanya Mungu ni cha kipekee kabisa, ni upendo usiosimlika. Ndio maana huwezi kufikiri ukafikia mwisho, utachanganyikiwa. Dawa tu ni kumwambia Yesu, asante, ulikufa msalabani kwa ajili ya madhambi yangu. Mimi hata siwezi kuelewa nini ulikuwa unafanya, lakini ulinifia mimi. Nilistahili kuhukumiwa kifo cha kutisha namna hiyo. Nilistahili kupigwa makonde, kutemewa mate. Nilistahili kuadhibiwa juu ya msalaba, kudhalilishwa, kuvuliwa nguo zangu. Lakini ulikuja kuchukua hayo kwa ajili yangu, ili mimi katika wewe Kristo, kwa kukuamini, nihesabiwe haki bure, msamaha wa dhambi zangu, nikubaliwe tena mbele za Mungu. Mungu anipokee tena nilikuwa nimepotea. Ndio maana Yesu alizungumza akijua hii ndio njia pekee ya kumaliza shetani na kumaliza nguvu ya dhambi na magonjwa na vifo na mateso na kila aina inayomtesa mwanadamu, ni kwa njia ile. Yesu alipomaliza akapiga kelele akasema, hii imekwisha. Alipokuwa anazungumza imekwisha, alizungumza kwa ushindi. Baada ya maumivu yale kuyafyonza na kuyayeyusha kabisa na kulipa deni kamilifu. Hii ndio nguvu ya msalaba, nguvu ya wokovu. Pokea nguvu ya wokovu ndugu yangu. Pokea nguvu ya wokovu mwanamke. Pokea nguvu ya wokovu binti. Usinyanyaswe na shetani. Usidhalilishwe maisha yako. Umeumbwa kwa heshima. Uliumbwa kwa mfano wa Mungu, sura ya Mungu. Ibilisi ni mharibifu. Alishashindwa, anataka uende naye jehanamu. Uwe mpambe wake kwenye gwaride lile, mkiingia kwenye ziwa la moto. Na wote wanaokataa wokovu ni ziwa la moto. Huo ndio ukweli usiopingika wala kuepukika. Lazima bila wokovu utapita pale, utaingia kule. Na ndio maana zungumza kwamba toka huko kwenye hukumu ya Mungu, uje kwa Yesu kabla ya wakati ule mbaya wa kutisha. Mungu ametangaza bure wokovu. Na wokovu na nguvu ya kumbadilisha mtu ni nguvu ya Mungu. Yesu ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni fimbo ya Mungu iliyomtandika shetani na kumbomoa kabisa na kumvua heshima yake yote. Ibilisi hana heshima. Ndio maana hata mtoto mdogo anaweza kumfukuza shetani kwa jina la Yesu akatimue mbio. Yohana Injili ile sura ya 8. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 8. Maneno kutoka kinywa cha Yesu akiwapa majibu hao wenye dini wabishi wakaidi. Sura ya 8 mstari ule wa 43 tunaanzia pale. Biblia inasema hivi. Yesu anasema, tuanzia 42. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu. Nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo nisemayo? Manake kama kweli nyinyi wa Mungu, mbona hamyafahamu? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo moyoni, yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Unaona? Yesu anamwambia, kama wewe kweli unamcha Mungu, unaenda kusali, sio unasema mtafuta Mungu,
utasikia maneno ya wokovu, utayakubali. Kwa sababu Mungu alimtuma naye kuokoa. Ndio maana tunaita Yesu ni mwokozi. Tena sio mwokozi wa dini fulani, mwokozi wa ulimwengu mzima wote. Na ndio maana ukimkataa, ukisema hiyo dini ya wokovu sio ya kwangu, utashangaa siku utakapoibuka mbele zake, ndipo utakapojuta kwamba nilidanganyikaje. Mbona walihubiri sana kwamba Yesu ni mwokozi wa ulimwengu, tena hana upendeleo, hajui dini ya nani, ya mambo ya dini hanayo. Anazungumza na watu habari za ufalme mbinguni, wajiandae kuingia kwa Mungu wao atakapokuja kuwachukua, wasiende jehanamu. Sasa hawa wanasema wewe ukutoka kwa Mungu, wanambisha Yesu. Yesu alifanya ishara nyingi zilizothibitisha kwamba ametoka kwa Mungu. Wale ambao walikuwa watu wa kweli, sio wanafiki, hawatetei madini yao, walimwamini, walielewa. Mkuu wa dini mmoja amemfuata Yesu mpaka usiku nyumbani. Aliposikia kwamba Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu anasamehe dhambi, Yesu anabariki watu waliokuwa na tabu, Yesu anawapa furaha waliokosa furaha, Yesu anapatanisha nyumba, Yesu anafungua vifungo, Yesu anabatilisha kazi za shetani katika watu. Huyu mtu akasema, akafikiri kwa sababu alikuwa mtu wa Mungu, anayesoma Biblia na mtafuta Mungu. Aliposikia, alianza kufananisha na wahubiri mbalimbali waliowahi kupita. Akasema huyu ni wa tofauti kabisa. Kwa kazi na ushuhuda tunaosikia habari zake, huyu ni wa kipekee, lazima ametoka kwa Mungu. Hakuna yeyote awezaye kufanya kazi hizo isipokuwa ametoka kwa Mungu. Akathibitisha. Lakini hao wanasema hujatoka kwa Mungu. Mungu alimthibitisha Yesu kwamba ametoka kwa Mungu kwa ishara na maajabu na miujiza ya kutisha iliyotendeka machoni pao. Lakini kwa sababu walifunga mioyo yao, walibisha kama unavyobisha wewe. Leo acha ubishi, muamini Yesu Kristo. Geuka, njoo kwa Yesu, utauona utukufu wake. Utaona maajabu yake kwamba kumbe huyu ni mwokozi wangu kabisa. Bila fedha, bila gharama yoyote, atakusafisha, atakubadilisha, atakupa furaha usiowahi kuiona maishani mwako. Atakupa uwezo wa kutembea katika ulimwengu huu wa dhambi bila dhambi. Atakupa uwezo wa kutembea katikati ya dunia hii iliyojaa wachawi na wazinzi bila kufanya matendo yao, lakini kuyatisha, kuyadhibiti, kuyatupilia mbali na kuishi maisha safi bora kama alivyoishi duniani Yesu Kristo. Hayo ndio maisha ambayo tumeitiwa tunapomkubali. Leo mkubali Yesu. Nguvu ya wokovu itaingia kwako, itabadilisha kila kitu. Kazi aliyomaliza Yesu Kristo ni nguvu inayotembea duniani mpaka leo, nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Yesu wakati anataka kuondoka, aliwaambia wanafunzi, aliona wengine wana hofu kwamba tumeokoka, sijui mambo yatakuwaje. Akasema, sikia, atakuja Roho Mtakatifu nikifika kwa Baba, alafu mtapokea nguvu akisha kuja huyo. Hata babaisha tena shetani, mtamfukuza shetani kama panya, mtamwamrisha tatii, mtaponya wagonjwa wenye wanaosumbuka, mtafungulia vifungo vilivyofunga, mtaombea watu msamaha wa dhambi zao, watasamehewa, mtapokea nguvu. Naona haya ni maneno ya Yesu, na mimi ndio ninachokuambia, maana mimi ni shahidi wa maneno haya. Yalitimizwa na imetimizwa kwangu, naendelea kutimizwa kwa watu wote wanaokubali, wanaotii. Nguvu inashuka juu yangu, nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba ilibatilisha heshima za watu walijifanya wana heshima, huko ni wazinzi, wamevaa hirizi, wamejizindika na mambo machafu. Wokovu ni heshima. Nimesema mara nyingi, heshima, wokovu ni ustaarabu, ni maendeleo, ni fahari.
Sio kubugia bugia makangara, bugia mabia, sio magongo, sio makilimanjaro bia, sio nini, takataka. Mtu mwingine alikosea sana, akaandika wakati fulani, akasema pombe ni fahari ya Tanzania. Nani alikwambia? Sisi pombe ni fahari yetu? Fahari yako labda. Sisi fahari yetu ni Yesu Kristo aliyetumba, Mungu aliyetumba. Haiwezi kuwa fahari yetu hata ugali, wala nyama, wala pesa. Ndio maana hatuabudu pesa, tunamwabudu Mungu. Acha mara moja kufananisha vitu vyenye kuchukiza mbele za Mungu. Utahukumiwa, utapokea laana bure. Jiokoe, tubu dhambi zako, njoo kwa Yesu Kristo. Vyote vilevi ni machukizo kwa Mungu, ni machukizo. Hata kama unavipenda na unalala navyo, ni machukizo, vitakupeleka pabaya. Hutamwona Mungu kamwe, isipokuwa utamwona shetani milele, na yeye akinguruma huko kuzimu na kwenye moto milele milele bila msaada wowote. Mimi ndugu yako nakupenda. Acha uovu, geuka uje kwa Yesu. Nakuita ni mjumbe wa Yesu Kristo. Natangaza kufunguliwa kwako, salama yako, kupona kwako. Upone, utoke kwenye kifo, uje kwenye furaha ya Mungu. Utoke kwenye kuitwa mtu wa Ibilisi, uje kwa Yesu. Uone hapa Yesu anawaambia, nyinyi wa baba yenu Ibilisi. Maana unapokuwa mwovu na baba yako anakuwa Ibilisi. Sasa kwa nini uitwe Ibilisi? Kwa nini uitwe Ibilisi? Mtu ambaye umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Leo ni siku yako ya wokovu. Muamini Yesu Kristo. Tubu dhambi zako, geuka. Nakaribia nikuombee ili Mungu akusamehe, akuponye mawazo, akuponye nafsi yako, kuponye roho yako. Hata kama unaumwa katika mwili, aponye mwili wako uwe salama. Furaha ya Mungu ni kuwa wewe mzima na afya yako, akili yako timamu. Hata kama ulisoma, aitie mafuta iwe bora kuliko watu uliosoma nao. Uwe na uwezo wa kipekee kufanya mambo mazuri ya maendeleo kwa maisha yako na kwa taifa lako. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Ametumba tukae duniani salama salimini. Sio tuishi kwa hofu, kwa maisha ya machukizo, ya vilio, vya maombolezo, vya machungu. Huo sio mpango wa Mungu. Ni mpango wa Ibilisi aitwaye Shetani. Mpango wa Mungu ni kwamba uwe na amani, umche Mungu wako, furaha yako iwe kwa Mungu wako. Uishi salama na jamii yako. Uwe mtu wa kipekee mwenye sifa na utukufu wa Mungu. Sio aibu. Sio aibu. Wala usishirika sawa, mwingine mimi nakunywa kisarabu, naenda kunywa nyumbani kwa Mungu. Hakuna ustaarabu wa kugusa sumu kaweka mdomoni ukasema ni ustaarabu. Utakufa tu. Biblia inasema usionje wala usiguse. Na Mungu akisema usionje, usiguse, ukagusa, hukumu inakuja juu yako. Umefanya kinyume na Mungu. Umeasi maagizo ya Mungu. Amesema usinywe, usiguse, usionje. Sasa wewe unapogusa, unapoonja, au unaposema nimeomba sikugusa, umeonja, umegusa, umefanya kinyume na Mungu. Umeasi. Kwa baraka za Mungu haziwezi kuwa juu yako. Hata kama ni baraka unazozia bandia za muda, hazifai, huko unakokwenda utazikuta. Lakini baraka za kweli unazipata hapa, alafu utazikuta mbinguni tena. Hizo baraka. Unabarikiwa kutoka duniani mpaka mbinguni kwa Mungu. Kama ni tajiri, unatajirika hapa duniani mpaka mbinguni tajiri. Kama ni heshima, unatoka nayo hapa duniani mpaka mbinguni heshima. Unapendwa kutoka duniani mpaka mbinguni. Unaheshimiwa kutoka duniani mpaka mbinguni. Lakini usipookoka, unadharauliwa duniani, utadharauliwa mbinguni. Hata kama wangekuheshimu watu duniani na uovu wako, wanakuheshimu kwa uongo. Ungepekua mioyo yao, ungekuta kwamba wako kinyume nawe kabisa.
wako kinyume kabisa. Kwa maisha unayoishi, muamini Yesu Kristo, mgeukie Yesu Kristo, nguvu ya injili ingie kwako. Paulo anasema tena, neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu, nguvu ya kuokoa, nguvu ya kutunza maisha yetu, nguvu ya kuishi salama, nguvu ya kutengeneza kinga dhidi ya maovu, nguvu ya kutiisha kila kilicho cha shetani, nguvu ya kutembea na Mungu, nguvu ya kuitikiwa na Mungu, nguvu ya kutawala mazingira, nguvu ya kufahamu ya kupasayo, nguvu ya kuishi maisha safi matakatifu, nguvu ya baraka inayoleta baraka hata kwa jamii, hata kwa wengine. Unajua mwenye haki ni baraka hata kwa wengine. Akifika mwenye baraka popote, wote walioko pale wanaanza kusikia salama. Kwa nini? Nguvu ya Mungu iko juu yao, uwezo wa Mungu uko juu yao, mamlaka ya Mungu iko juu yao. Kwa saa hii ni saa muhimu, saa muhimu ya kufanya maamuzi. Hata kama unateswa wakati maneno haya, nitaomba vifungo vyote vitaachia. Namba moja, roho yako ipatane na Mungu wako. Wewe uliye tayari, fuatisha maneno haya. Sema, Ee Mungu Baba, naja kwako, nimesikia neno lako takatifu mno, naliheshimu na kulitii, na kubali kuachana na dhambi. Nisamehe Bwana, niokoe sasa, nibadilishe, nifanye kuwa kiumbe kipya. Nitakufuata na kukutumikia. Asante kwa kumshinda shetani msalabani na kunipatia wokovu huu. Sasa nimeokoka. Kwa ukiri huu najua nimesamehewa, kwa jina la Yesu hai. Wewe unayeumwa, weka mikono pale panapokuuma. Naomba sasa, nikiomba hapa, nguvu ya Mungu inashuka hapo. Mamlaka zote za pepo uliyekaa kwenye moyo, pepo pressure, pepo sukari, pepo aina ya magonjwa ya moyo, na kuamuru kwa jina la Yesu hai, toka juu ya mtu huyo. Achia, toka mamlaka za giza, mitubu zote zinazopeleka damu katika mwili, funguka kwa jina la Yesu hai. Maumivu, nyamaza kimya. Pressure, sukari, toweka kwa Yesu hai. Funguka uwe mzima. Pepo kiwete, kilema, achia miguu. Funguka ndugu, inuka utembee sawa kwa amri sasa. Kwa jina la Yesu hai, tembea uwe mzima. Maumivu yote ya mwili, kichwa, mgongo, tumbo na kila eneo lote alipoweka mkono huyu, na kuamuru toweka. Toka shetani, toa mikono yako pale. Mwachie huyu simali yako tena. Ndugu, funguka, pokea uzima kwa jina la Yesu aliyechukua magonjwa yako. Uwe mzima sasa kwa jina la Yesu. Funguka, uwe salama salimini kwa jina lake Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Niandikie ushuhuda kwamba Mungu amekuponya nini. Mungu akubariki. Tuonane wakati mwingine. Sibuka TV.